Mwanamke mmoja wakati wa Mtume Madina hapa, kijana mdogo lakini mu'min, kaolewa na mwenzake, kijana mwenzake pia mu'min, wakaishi vizuri kwenye maisha yao ya ndoa, bado wapya kwenye ndoa, lakini walikuwa wameshiba imani, wamesoma sana kwa Mtume, wanaithamini dini yao. Amali ya watu wa kule ni biashara. Kwa hiyo kijana huyu katoka kwenye safari zake za biashara, katoa agizo kali nyumbani, kaambia mimi naondoka, matumizi yako haya hapa, haja yoyote fulani ndo dhamana nilimwachia katika jamaa zake, akamwachia niangalizie nyumbani. Alichotoa agizo alilotoa nyumbani, akaambia mke wake, naondoka, lakini hapa hata aje baba yangu mzazi, sikuruhusu kutoka kwenye nyumba hii, hata kwa amri ya babangu mzazi, kwamba keshazingatia mahitaji yako yote yako hapa, pakupeleka malalamiko yako, haja yako ni fulani ndo mmemwachia, power of attorney. Bwana katoka kaenda zake na safari yake, hajarudi safari, siku 2-3 kaja ndugu yake wa kiume, baba mmoja mama mmoja, anamwambia dada, nyumbani kuna mgonjwa, baba anaumwa, watu wote wamekuja kumwangalia mgonjwa, wewe hujaonekana, nimeambiwa nje nikupe hii taarifa alafu ukamuone baba anaumwa. Kijana wa kike akasema, wallahi lana akhruja, sitoki wallahi hata tasta'dhana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitoki mpaka ukaniombee ruksa kwa mtume wa Mungu, kwa sababu naliheshimu agizo. Nimeambiwa hapa hata akija huyo baba mwenyewe kuniambia ananiita nisitoke, anajua amri ya mume na thamani yake. Lakini kwa sababu ndo kuna ugonjwa na baba ni baba, jamii nayo huwa ina nafasi yake. Akambia kwa hili kanitakie idhini kwa mtume, amri ya mume wangu inaweza kupingwa na amri ya mtume, akitaka mtume natoka, kwa hiyo nenda kwa mtume. Kijana kenda kwa mtume, shemegi huyo kenda kwa mtume mwenyewe, akaelezea ile kesi, kwetu kuna tatizo, baba anaumwa, nimetumwa nikamwambia dada yangu, lakini kaondoka mume wake hayupo, kamuachia agizo asitoke. Sasa dada kaniambia nije kwako mtume wa Mwenyezi Mungu nimtakie idhini, ruksa. Jawabu ya mtume, anamjibu huyo shemegi, taatuha li zawjiha khairun min i'adati abiha, toa yake huyu dada yako ya kumtii mumewe ni bora kuliko kwenda kumkagua baba yake mgonjwa, huku kumtii mume wake bora. Shemegi kaja kwa dada yake kumpa jawabu iliyotoka kwa mtume, akaambia basi ndo stoki, kanipelekee salamu nyumbani. Ingelikuwa kwetu sisi hapa kwa Mtipura, sijui Donge Charawe wapi, angeambia mume gani, kwani kaja kukuchukua kwenye miti na kwache, ndo la mwanzo hilo, na kwache. Alafu wanakuambia umsikilize mume wake nani? Mtume. Kama utume wenyewe ndo huu, basi yangekuwa hayo.